sisi kuwa hapa, ila naomba mniruhusu niseme machache. Mosi, niseme sasa asanteni sana ndugu wanawake kwa kuchagua sauti kama eneo mahususi na kuendesha mjadala huu mkubwa wa kimataifa. Kwetu ni heshima kubwa sauti. Sauti ni chuo kikongwe na kikubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki, na pia chuo kinasifika tu sio nchini peke yake bali kote duniani kwa umahiri wake wa kuzalisha wanahabari bora waliotapakaa duniani kote. Kwa sababu ya muda nisingependa kuwataja wote, ila natambua Deutsche Welle Kiswahili kuna alumni wa chuo hiki wapatao 8. Hapo vipi? Hawa wakiongozwa na Bi Grace Kabogo ambaye ni naibu mkuu wa idara ya Kiswahili. Pili, naomba kwa niaba ya chuo kushukuru uongozi wote wa Deutsche Welle kwa kutupa nafasi hii ya kuwa wenyeji katika sasa rasmi. Kwa hiyo sauti, nisingependa kusema sana kuhusu mada ya leo ambayo lengo ni vijana, bali tuwasikilize vijana wakijadili mambo yao, nikitumaini kwamba ushiriki wa hali ya juu utaonekana hapa katika hadhira hii. Nimaliza kusema kwamba karibuni Tanzania, karibuni Mwanza, karibuni Sauti na karibuni Malindi. Asanteni sana. Kaimu makamu mkuu wa chuo cha Sauti, Mheshimiwa Steve Diana, mkurugenzi mkuu wa Radio Free Africa, Star TV na Kiss FM, wananyoko na waongozaji wa mjadala huu pamoja na wanafunzi wote wa chuo kikuu cha Sauti. Salamu. Kwa niaba ya idara ya Kiswahili ya DW, nawashukuruni nyote kwa mchango wenu mkubwa katika kufanikisha maandalizi ya mjadala huu muhimu. Katika mjadala huu tumekusanyika sio tu kubadilishana mawazo, bali pia kutafakari vitu vinavyoshawishi mwelekeo wetu katika kufanya maamuzi. Kwa Deutsche Welle, mjadala ni sehemu ya maamuzi yake kwa mustakabali mwema wa dunia. Mjadala ni njia inayoelekea kwenye maelewano baina ya pande zenye mitazamo tofauti. Mjadala unazivunja nguvu taarifa za kupotosha na unapunguza misimamo mikali kwa kuweka pande zinazokinzana kwenye meza ya mazungumzo. Barani Afrika na kote duniani, chanzo cha mitandao ya kijamii zaidi ya kuwaunganisha watu na kuwarahisishia mawasiliano, hivi sasa imepanuka na kuwa chombo chenye nguvu za ushawishi, kuanzia hashtag hadi kile kinachojulikana kwa lugha ya kisasa kama viral videos, yaani video zinazosambaa kama moto wa nyikani katika kiangazi, kutoka kwa watu wenye ushawishi mkubwa, yaani influencers, hadi taarifa za uongo. Yote haya yanapatikana katika huu msitu wa kidijitali. Majukwaa haya yanaathiri kwa njia moja au nyingine namna tunavyofikiri, namna tunavyojihisi na maamuzi tunayofanya nyakati za uchaguzi. Katika baadhi ya mazingira yenye changamoto, mitandao ya kijamii inatoa mwanya kwa watu kujieleza, lakini pia kwamba inaweza kuwa uwanja wa habari za kutosha, sio swala jipya. Katika mjadala huu wa leo, swali linaloulizwa ni rahisi, lakini pia lina ujumbe mzito. Je, mitandao ya kijamii inaweza kushawishi uamuzi wako wakati wa uchaguzi? Pengine jibu sio ndio au hapana. Inategemea mambo mengi, ikiwemo ndio kama vile uwezo kufikia mitandao yenyewe na uelewa wa kuchanganua mambo. Kwa wale wanaoshiriki katika mjadala huu, mulikeni umuhimu wa kuelewa masuala ya kidijitali na jinsi vijana kama nyinyi mnaweza kutumia mitandao hata kuelewa badala ya kushawishiwa tu na kufuata bila kuchambua wala kutafakari makini. Mjadala kama huu si jambo la kitaaluma tu, ni la uzalendo pia. Michanga mawazo itakayotolewa hapa
iwe ni manufaa hata nje ya juma hili, iwe sauti ya vijana wenye uelewa na nia njema ya kupanga mustakabali mwema na kichocheo cha matumizi ya mitandao ya kijamii yenye manufaa kwa umma. Nawashukuruni sana na nawatakia mjadala mwema. Msimamizi kutoka DW, tuna Daniel na wenzake kwa nyuma, wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Sauti, waandishi wa habari na wageni waalikwa. Salamu kutoka Star TV na Radio Free Africa. Tunapenda kusema kuwa leo tunasimama pamoja hapa kwa hali ambapo tunapata nafasi ya kipekee zaidi kutumia jukwaa hili kushiriki mdahalo wa pamoja unaolenga kuhamasisha ushiriki wa vijana katika jukwaa katika uchaguzi ujao, uchaguzi 2025. Amini kila mmoja wetu anatarajia. Hili ni jambo la msingi sana, na si kwa mustakabali wa taifa letu, bali pia kwa udhibiti wa demokrasia hapa nchini. Huu mwaka 2025 DW na Radio Free Africa pamoja na Kiss FM, RFA tunatimiza miaka 25 ya mashirikiano. Na mwaka huu pia Radio Free Africa inatimiza miaka 30 tangu ianze kutoa matangazo hapa nchini. Starting na Kiss FM, tunapenda ili kutoa hizi salamu, tunapenda kusema kwa sio muda mfupi, naamini mliopo hapa wengi mmeikuta. Kwa hiyo ni jambo la kujisifia, si jambo dogo. Ni safari iliyojengwa juu ya maono pamoja, ushirikiano wa kweli na dhamira ya kuelimisha na kuhamasisha jamii yetu kwa njia ya sauti, yaani sauti ya redio, sauti ya mabadiliko. Katika kipindi hiki cha robo karne, vyombo hivi vya habari vimekuwa daraja la mawasiliano hapa duniani. Zimeleta mijadala yenye tija, vipindi vya elimu, taarifa za kina na burudani, huku zikieleza maadili ya uandishi wa habari wa kweli, heshima na uwajibikaji kwa jamii. Na katika mkutano huu kuna mambo muhimu ambayo washiriki wetu DW wameyafanya na kunufaisha jamii za Watanzania kwa kuwa na ushirikiano, ikiwamo vipindi vya redio vinavyolenga vijana na jamii kwa ujumla kuelezea haki na wajibu wa raia, kutoa jukwaa la mijadala kama huu ya wazi kama vile huu mjadala wa maoni mtaani, ambapo vijana zaidi ya 600 leo watashiriki na wanashiriki kusikiliza, kuangalia, na wengine huko zaidi huko nje wapo. DW pia wameshiriki katika kunufaisha tafsiri na kusambaza taarifa kwa lugha za wenyeji kwa kuwa na programu za lugha mbalimbali katika redio. Redio hizi zinaweza kuhakikisha kuwa habari za msingi za uchaguzi na haki za kiraia zinafikia kila kona ya jamii. Pia DW kwa mashirikiano yao wameweza kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari kutoka radio washirika katika kuboresha kazi zao na za kihabari katika vyombo wanavyofanyia kazi. Ndugu washiriki wa mdahalo huu, vijana ndio nguzo ya sasa na kesho, lakini mara nyingi tunashuhudia vijana wakibaki nyuma, si kwa sababu hawajali, bali kwa sababu hawapati nafasi au taarifa sahihi za kushiriki kikamilifu katika mchakato wa uchaguzi. Kupitia ushirikiano huu, Radio Free Africa na Star TV pamoja na idhaa ya Kiswahili ya Ujerumani DW wameamua kuangazia suala hili kwa njia ya ubunifu, kwa midahalo ya wazi na majukwaa ya mawasiliano ya pamoja na ya moja kwa moja baina ya viongozi, wataalamu na vijana wenyewe. Nina imani tutaendelea kuwapa vijana wetu mwango wa maarifa, hamasa ya kuchukua hatua na nafasi kuwa sehemu ya mabadiliko wanayotamani kuyaona.
Asanteni na nawatakia mdahalo mwema.